kwenye michezo ya ugenini, na kwa namna ambavyo unamtazama, kwa nini ama ni nini huwa anakitumia kuweza kushinda michezo ya ugenini, kama ambavyo umegusia kwamba Simba ni wa moto sana akiwa ugenini, licha ya viwanja kwa vigumu, lakini bado Simba anapata matokeo. Huwa anatumia mbinu gani Steve Barker? Inategemea sasa. Hapo maana yake hapo umenipa uwanja mpana sana. Inategemea Simba ikiwa na mpira au haina. Lakini timu nzuri ni ile ambayo inakuwa na balance sasa. Wakati ina mpira inakuwa hatari, na ikiwa haina mpira inakuwa timu hatari. Viwanja vya mikoani mara nyingi huwa sio vizuri kwa kucheza, na huwa vinachangia sana kupunguza kasi ya mchezo, kwa sababu pasi haziwezi kutembea katika namna ile ambayo watu wanatarajia. Sababu mpira unaweza ukaupiga ukadunda, una kazi ya kucontrol na nini, lakini at least Sokoine umefanywa marekebisho na ni uwanja ambao angalau unaweza kusema mpira una uwezo wa kuchezeka vizuri, tofauti na viwanja vingi tu ambavyo viko mikoani. Lakini uhalisia ni kwamba Simba anapokuwa ugenini, mwalimu anakuwa na mbinu moja tu. Ya kwanza ni kuhakikisha timu yake inakuwa hatari kwenye nyakati zote, ikiwa na mpira na ikiwa haina mpira. Na Simba wana uhatari wakiwa na mpira kwa sababu ana wachezaji almost 4. Usifikiri Chama alianzia benchi mechi ya Pamba kwa bahati mbaya. Mechi ya Pamba Simba walijua itakuwa ngumu, lakini nafikiri hawakutegemea kama ingekuwa ngumu kiasi kile, lakini bado namuona Chama kukaa nje. Mimi ninavyoamini ilikuwa ni sehemu ya mpango wa mechi ya Mbeya City. Kwa sababu mchezaji kama yule ambaye kiuhalisia unamhitaji kila mechi ya kupe matokeo, kama kuna mechi unahisi mnaimudu bila yeye kuwepo au awepo lakini kwa dakika chache, basi ni vyema zaidi akakaa benchi. Kwa hiyo mimi naamini Simba Chama kukaa benchi kwenye mechi dhidi ya Pamba ilikuwa ni sehemu ya mpango wao maandalizi wa mechi ya leo dhidi ya Mbeya. Na wanachama, wana Mpanzu, wana Aniset, wana Libasege. Hawa wachezaji wanne hawa ndio wanaoshika hatari ya Simba sasa hivi timu ikiwa ina mpira. Simba wakishika mpira, wewe kama unataka kuwakabili, pambana na watu wanaosambaza mipira kuwafikia Chama, nani huyu Anisetora, Libasege pamoja na Elimpanzu. Hawa wachezaji wanne hakikisha unakata mirija mipira isifike kwao, kwa sababu kusema utembee nao uwakabe man to man itakuwa ni hatari kwako. Kwa sababu kuna mwingine utamkaba man to man, atamchukua mchezaji wako, ataenda naye kwenye eneo ambalo wewe utamani mchezaji wako aende, na anavyoondoka naye maana yake anatengenezea nafasi wachezaji wengine kuja kulishambulia goli. Kwa hiyo ukiwahalisia wachezaji wa Simba, hususa mchezaji kama Chama, sio mchezaji wa kumkaba man to man, atakupotezea muda na atakudanganya, kwa sababu Chama wakimpa mtu atembee naye, kuna muda Chama unaweza ukamwona anarudi mpaka karibu na mstari wa katikati au golini kabisa, anaenda kuomba mpira chini. Kwa hiyo ukimfuata kule ndio unamkaba man to man, mwanzako anaweza kukupeleka kule makusudi, kwa sababu kisha kushtukia wewe ni kaba man to man. Wakati wewe unamfuata Chama kumkaba mpaka anavorudi karibu na mabeki wa Simba kwenda kuomba mpira, huku nyuma ametengeneza gap kubwa sana. Kwa hiyo unaweza ukashangaa ni Seteora au Libasege wakavunja winga zao wakaingia ndani, maana yake washakuwa na namba kubwa karibu na box, alafu anamweka fullback anaenda kwa overlap upande wa flanks ambazo wameondoka Anisetora pamoja na Libasege. Hapo lazima muwe kwenye wakati mgumu, na mkicheza vibaya mnafungwa. Kwa hiyo kiuhalisia mchezaji kama Chama ni ngumu zaidi kumkaba man to man. Alafu nenda kwa wachezaji kama Libasege, Anisetora, wana nguvu na aina ya mpira wanaocheza, kukutana na watu ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo kiuhalisia silaha ya Simba, kata mirija, isifike pasi kwa Chama, isifike pasi kwa Aniset, isifike pasi kwa Libasege. Lakini pia usahau wana Elimpanzu Kibisawala, ni mchezaji ambaye anatumika sasa hivi sana kama force number 9, cheza namba 9 yake, lakini namba 9 ambaye hakai kwenye box ya VZ, anatoka kwanza anakuja chini kuisupport timu kucheza, kujenga shambulizi, alafu ndo anapanda anaongeza namba ya washambuliaji. Kwa hiyo kiuhalisia Simba ana wachezaji almost 5, yani ana Mpanzu, ana Chama, ana Nisetora na Libasege, hawa wachezaji 4, alafu ana 5 wanaotokea kwenye idara ya ulinzi ama kiungo, ambao hawa miongoni mwao wako ambao wanatengeneza
hiyo combination na kina Chama uko mbele. Kwa hiyo ukitaka kuwazuia wale, hakikisha mipira iwafikii. Na kama ikiwafikia wasiwe kwenye maeneo hatari. Kwa mfano anachokifanya Steve Becker, ndio wale kina Anicet Oura, kina Libasege, Simba ikiwa inatokea chini na mpira inatokea golini kwao, wale wachezaji unaona wamekaa pembeni kwenye flanks. Kwa nini? Kwa sababu anatanua ule uwanja, wanakulazimisha uwafuate pembeni. Na wewe ukiwafuata wale pembeni, hapa kati umetengeneza njia ya Chama, umetengeneza njia ya Elimpanzo, washuke kuja kutengeneza combination na viungo ambao wanakuwa wamekaa hapa katikati. Kwa hiyo kiuhalisia, mwalimu Steve Becker sila yake namba moja anavyotengeneza mashambulizi ya kumtumia Libasege, Anicet Oura, wanakutanua uwanjani pembeni huku. Ukienda kuwapin kwenye flanks, uona jua mwapini, lakini technically hao wanakuwa wameifungua hizi half space hapa katikati, ambako wanamruhusu Chama ana drop, Mpanzo ana drop. Kuna viungo wana connect na Chama na Elimpanzo, then timu inacheza. Timu inaanza kucheza, hawa Libasege na mwenzake Anicet Oura wanarudi ndani kwenye half space. Kwa hiyo wana connect sasa, wanakuwa Libasege, Anicet Oura, Chama, Mpanzo. Kwa hiyo unaitengeneza diamond hapa, kunakuwa na diamond, umbo la diamond. Yani hapa kunakuwa na Mpanzo, hapa Anicet Oura, hapa Chama, hapa Libasege. Kwa hiyo hapa wana connect ili umbo. Wakishakaa kwenye njia ni ngumu kwa break, kwa sababu uwezi kuwatoa walinzi wako pembeni wawafuate hapa ndani, kwa sababu tayari huku kuna watu wana overlap wa fullback. Kwa hiyo kiuhalisia, wewe Libasege na mwenzake Anicet Oura walitumika kuutanua uwanja. Ukiwafuata pembeni hapa kati, umemwachia gepu Chama na Mpanzo washuke chini kuja kusupport viungo wao kucheza. Wakishaona timu imepokea mpira inakuja sasa mbele, kina Chama na Mpanzo, hawa kina Libasege na mwenzake Anicet wanarudi ndani na wao. Kwa hiyo kuna wachezaji wanne. Backup yao anakuwa kiungo mmoja, either kama atakuwa ni Alassane Kante au atakuwa Neo Maema. Kwa hiyo wachezaji watano hapa. Wewe huwezi kuambia mabeki wako waingie ndani, kwa sababu wakati ambao Libasege na Anicet Oura wameingia ndani, tayari huku unawaona mabeki wa Simba wa pembeni wanapanda kwenda kushambulia. Kwa hiyo kiuhalisia wanakubakisha huku pembeni wa kukumaki usiondoke, lakini hapa ndani tayari Simba anakuwa boss, ana dominate kwa sababu ana namba kubwa. Kwa namna pekee ya kucheza na timu ya namna hiyo, hakikisha hawa mawinga wanaocheza pembeni wapokee mpira wakiwa huku. Usikubali Simba icheze alafu wa viungo wa Simba wa pembeni Libasege na mwenzake Anicet waje kucheza mpira hapa ndani kwenye half space. Hapo watakupa wakati mgumu sana, kwa sababu watakuwa tayari wamekaa kwenye njia ya kutengeneza nafasi. Yani goli lako washali karibia na wote wanapiga. Mpanzo anapiga, Chama anapiga nje, Anicet anapiga nje ya box, Libasege anapiga nje ya box. Kwa hiyo kiuhalisia, wewe ukitaka kuwadhibiti, wafanye hawa Libasege na Anicet Oura wasije ndani, wabaki huko juu. Unawabakishaje kule juu? Hakikisha wakati wao wametanua kwenda pembeni, ndio fullbacks zako kulia na kushoto, 2 na 3 zikae nao pembeni. Lakini kukaa nao pembeni sio na wao watanuke mpaka mwisho wa uwanja, hapana. Hawa mabeki wanatakiwa kuwa ndani kidogo, alafu mawinga wa Mbeya City wasogee kuja kumaki hawa kina Libasege na Anicet Oura. Wakati huo watakuwa wana nafasi ni mabeki tu wa Simba. Fullbacks ndio zitakuwa zina uwezo wa kuja juu, lakini haziwezi kuja kuwa na madhara, kwa sababu tayari mawinga wao wameshamakiwa, na kama wamemakiwa huko pembeni, hawa fullbacks hawawezi kuoverlap tena, watatakiwa kufanya underlapping movement. Sasa underlapping movement ni ngumu mabeki kuwafanya waingie kwenye half space kama nyinyi hapa ndani mna namba kubwa, kwa sababu mind huku na mabeki ambao hawajatanuka kwenda pembeni kwa Libasege na Anicet wapo hapa kwenye half space. Una viungo wako wa ndani wako ndani hapa katikati, alafu wale mawinga wako ndo wameenda kukaba pembeni kwa Anicet Oura na Libasege. Hapo lazima wape wakati mgumu, kwa sababu watapewa mipira kwenye maeneo ambayo sio hatarishi, lakini pia hawatakuwa option nzuri tena. Simba watalazimika kurotate mpira tu, kubadilisha sasa hivi, toke huku pasi iende huku, toke huku iende huku. Wanatafuta tu upenyo. Mkizoba mkaonyesha weakness, wamekuja golini kwenu. Kwa hiyo kiuhalisia, hiyo ndio silaha ya Steve Becker Simba ikiwa na mpira. Lakini Simba wakipoteza mpira, wachezaji wanaokuwa active sasa kutafuta mpira ni wachache. Ndio.
Sana sana utamuona Libasege na Anicet watashuka chini kuja kuwasaidia mabeki wao, lakini Chama sio sana, timu ikiwa haina mpira sio mzuri sana kwenye kutafuta. Ila Chama anakuwa hatari zaidi Simba ikiwa haina mpira, na hili ni jambo ambalo watu wengi hawalifahamu, ndio au wanajisahau. Chama muogope akiwa hana mpira mguuni. Yani ukiwa na jicho la mpira Chama muogope akiwa hana mpira mguuni, kwa sababu Chama sio mtu wa kukaba, ndio ila 100% kwamba atakuja. Lakini wao wakati ambao wenzake wanaotafuta mpira, Chama muda wote anakuwa kama bundi. Unajua bundi kichwa chake kinageuka geuka. Sasa Chama muda wote anakuwa ana scan, anaangalia, anajua okay, hapa wapi wa jamaa wana udhaifu upande huu. Mimi nikipata mpira hapa siendi huku. Natakiwa nitani niende huku. Au anajua mpira nikupata atakiwa niende nao huku. Hawa jamaa ni wavute concentration ije huku. Alafu mimi nitapiga pasi huku. Kwa hiyo Chama anakuwa hatari zaidi akiwa hana mpira. Yaani Simba ikiwa haina mpira, wewe ukiwa kocha wa boli, mpe kazi namba 6 wako. Mwambie muda wote fanya steps zako kumwangalia Chama anafanya nini. Kwa sababu utakapomwona Chama anaskani, atakuonyesha anataka kufanya nini akiupata mpira. Sasa watu wengi wanajua Chama akiwa na mpira ndo hatari. Chama hatari akiwa hana boli. Yaani nyinyi mna mpira, mnawashambulia Simba, pale ndo muangalie Chama. Kwa sababu Simba wakipoteza mpira tu kwenye transition wanamtafuta Chama amekaa wapi. Either kwa pasi, wampe pasi Chama mpira umfikie, au movement anazozifanya Chama zitawadragi nyinyi kumfuata, atengeneze nafasi kwa watu wengine. Kwangu mimi, kama unamfuatilia Chama, na sio yeye tu, Chama, Pacome na aina wachezaji ambao kwenye kukaba hawana mchango mkubwa. Ila ndio wakati mbaya sana kwao ukiwa unacheza nao, kwa sababu wao muda ule wanakuwa wanakuskani, wanakuangalia. Na wale ni wachezaji ambao wana maamuzi ya haraka, wachezaji ya design ya kina Chama hao. Wanakaa tu wanajua okay, mimi nikiupata nafanya nini. Ndio maana Chama ukimpa mpira kuna wakati yani mnamfuata mguuni. Kitambo Chama mpira kashaondoa mguuni. Kwa sababu yeye kabla hajaupata alijua nikiupata unatakiwa uende wapi. Ndio. Na ndio faida ya wachezaji hatari. Mimi siku moja nilijipa homework, nilikuwa namwangalia Messi. Messi timu yake haina mpira. Messi upo hivi tu. Kila saa anageuka anaangalia, okay. Mkimpa mpira tu anajua mimi mpira unaenda wapi. Na hiyo ndio faida ya wachezaji wanaoscan. Mchezaji anayescan muda wote anajua nafasi iko wapi ambayo anaweza kuitumia kuadhibu wapinzani, na anajua wapinzani wako wapi ili ajue namna ya kuwaepuka. Kwa hiyo mimi Chama ni mchezaji hatari akiwa hana mpira. Watu wengi wana confuse, wanajua mchezaji kama Chama ni hatari mpira ukishafika mguuni. Chama hana mpira ndo hatari. Simba wao unaishambulia. Mwambie namba 6 wako. Na hata hii leo nawapa homework wasikilizaji na wanaotutazama YouTube. Leo kuna muda wajiibe. Yaani najua mpira ukiangalia kuna muda unaofuata mpira tu unapoenda. Lakini leo wajiibe. Simba ikiwa haina mpira, waangalie Chama huwa anafanya nini? Yaani Simba ikiwa haina mpira, sio ina miliki wao afu Chama hajapewa pasi. Waangalie Chama wakati Simba imenyang'anywa mpira anafanya nini? Pale ndio unaona Chama anachokiwaza. Nakumbuka kuna mechi moja wacheza Meja Jenerali Samuyo wacheza sio na Coastal Union wale. Chama alishuka mpaka chini kabisa kusaidia kukaba. Lakini once Simba wamonyang'anya mpira tu, Chama ndo alianzisha shambulizi mpaka linaenda kuwa goli. Nakumbuka hiyo mechi wacheza Meja Jenerali Samuyo. Yaani Chama wakati timu inashambuliwa, Chama alidrop mpaka chini. Lakini sio kwamba alienda kukaba man to man. Yeye alienda kukaba kwa zone marking, alikaba kwenye eneo, lakini anajua hapa nikiupata tunaondokaje. Hesabu zake alikuwa nazo. Ndio maana mpira walivyonyang'anya tu Simba, Chama huyo kapiga pasi ya kwanza kafungua na Niseteura hao leo wameenda kutembea wamefunga goli. Kwa hiyo kiwalisia wachezaji wenye intelligence kubwa huwa wanacheza wakiwa hawana mpira. Nyinyi mnaamini akipata mpira ndo na madhara? Wale wanaanzaga kupiga hesabu kabla hawajaupata. Mpira mimi nikiupata na ufanyia nini? Ndio maana wachezaji wetu wengi huwa wanakutwa kama wamepata surprise hivi wakishambuliwa na wachezaji kama kina Chama kina Pacome. Jamaa mwanangu anavodribble ni ngumu kumkaba. Sio ngumu kumkaba akiwa na mpira. Wewe kujua tu mwenzako alishakupigia hesabu kitambo. Yaani wewe ukimwacha Pacome au Chama na mabeki wawili,
au beki mmoja, mwenzako hajapata mpira kishampigia hesabu yule beki. Hajapo mpira ni kupata beki, nitampeleka upande fulani, nitamtikisa, nitapita upande mwingine. Kwa hiyo kiuhalisia wachezaji wengi hatari duniani wanakuwa hatari wakiwa hawana mpira, hususan wachezaji wanaocheza maeneo ya ushambuliaji. Sawa, saa 1:30 ndio muda wetu wa kwenda kutoa pesa, nilikuahidi hivyo. Kwa hiyo wewe ambaye Alassane Kante kwenye eneo la kiungo, na walimlaumu sana Elie Mpanzu kwenye eneo la umaliziaji kwamba Elie Mpanzu ni mbinafsi, mara nyingi sana nafasi za wazi atengenezi kwa wenzake. Kuna maeneo ya kufunga ni magumu mno, anakaa kwenye engo ngumu lakini analazimisha kufunga. Lakini kwa Alassane Kante wengi nimeona maandiko yao wanaandika kwamba jamani kama mzito hivi, lakini kuna muda analazimisha kudribble eneo ambalo unakuta amebaki yeye pekee yake kwenye kiungo cha chini, afu Yusuf Kagoma amesogea juu. Akipokonywa mpira case closed, watu wanaenda kujifungia goli. Goli ambalo walisawazisha mchezo uliopita ni makosa yake, alidribble wakamchezea rafu vibaya kwenye kumpokonya mpira, mwamuzi akuiona, goli linaenda kufungwa kutoka kwenye eneo lake. Hawa wachezaji wawili wewe kwa jicho lako, namna ambavyo huwa unawatazama, ulivyoona kwenye mchezo uliopita, unawadefine vipi na kuelekea kwenye mchezo wa leo, nini ambacho unakitazama? Kiuhalisia Alassane Kante nafikiri yeye mwenyewe hajajua udhaifu wake ni nini. Sina hakika, lakini inawezekana anaujua, lakini ni vile tu ameshindwa kubadilika ama kubadilisha mazingira kutoka kwenye udhaifu wake kuwa ni nguvu yake. Kwa sababu kiuhalisia Alassane Kante hana kasi, na ukishakuwa kiungo mkabaji una kasi ni changamoto. Isipokuwa sasa unatakiwa ujue wewe unafanyaje ili uendelee kuwa muhimu kwenye timu. Ukishajijua wewe ni mchezaji wa eneo la ulinzi kama kiungo na hauna kasi, wewe unatakiwa ujue ni wakati gani unatakiwa kuwa wapi na ufanye nini. Kwa mchezaji kama Alassane Kante anapaswa chenga yake iwe pasi, yaani yeye awavuke wapinzani kwa pasi. Kiungo mkabaji kutokuwa na kasi sio dhambi. Tumewaona viungo wengi duniani hawana kasi wa mkabaji na wamecheza vizuri, ila tu ujue ubora na udhaifu wako. Kwa hiyo ubora wako wewe unaotakiwa kuutumia uwe mzuri kwenye kupiga pasi za uhakika zinafika. Wewe utakuwa unaikimbia pressing ya wapinzani kiurahisi. Na hauwezi kuwa na pasi nzuri za uhakika kama huskan pia. Lazima uwe unajua watu wako wapi, ili ukipewa mpira tu usipoteze muda mwingi, utoe mguuni uende kwa watu. Ili wewe usipoteze mpira mguuni kwako. Kwa sababu isivyo bahati kwa Alassane Kante, sio tu hana kasi, hata footwork yake ni ya kawaida. Sio footwork ile kama ya Sergio Busquets. Unajua Busquets alikuwa hana kasi, lakini Sergio Busquets alikuwa na footwork nzuri. Ana muda mnaweza mkampa pasi, watu wakaenda kumpress, akajua tu mwenyewe namna ya kumanuva na ule mpira kwa miguu yake, akawauza wapinzani. Kuna wakati hata bila kugusa mpira, nimempa mpira Busquets, kuna muda mwili wake tu anauchezesha, watu wanapotea, anatoa pasi. Lakini sasa kwa Alassane Kante kwake ni tofauti. Yeye footwork yake sio nzuri sana, sio mtamu kwenye kufeinti. Kwa hiyo chaguo pekee la yeye kwa mwiba kwa wapinzani ni yawe anatakiwa anawaza kabla ya wale hawajawaza anachotaka kufanya. Yaani yawe hatua moja au mbili zaidi kwa fikra, ajue mpira ukija unaenda wapi, kwa hiyo akae na mpira. Kwa hiyo hapaswi kudribble. Yaani labda itokee kuna ulazima wa kudribble. Lakini mimi nishaona kuna kiungo mmoja alikuja Tanzania hapa, alikuwa sio mtu wa kupenda kudribble. Yeye chenga yake kubwa ilikuwa pasi. Lakini kasi alikuwa nayo, lakini alikuwa anapenda kudribble. Yeye alikuwa anacheza sana mpira wa darasani. Yeye anaondoka nyingi kwa pasi, alikuwa ndo Tabani Skala Kamusoko. Yule mtu ndo alikuja ile mambo ya kampa tena. Yaani alikuwa Kamusoko anapiga pasi hadi anaondoka mpaka anafika juu. Alikuwa anawala mambo ya kukimbizana, kudribble. Labda umkute yuko kwenye transition mbele hivi, amechukua mali anakimbiza, wanaenda kufunga kwenye counter attack. Lakini hivi anatokea nyuma, Kamusoko alikuwa wapasi tu, anatoa pasi anafungua, anachukua, anatoa hivyo. Kwa hiyo kwa Alassane Kante changamoto iliyopo ni hivyo, hana kasi, footwork yake ya kawaida, lakini pia mguuni anakaa sana na mpira. Yaani mpira uko mguuni kwake muda mrefu. Sasa hiyo kwako ni disadvantage. Watu wakisha kujua una kasi, watakupress. Wakujua footwork yako ya kawaida, watakupress.
wakijua wewe mpira uko nao mguuni muda mwingi watakupress. Kwa hiyo hivi vyote vitatu vinakufanya wewe wakikupress either upige pasi mbovu au watakunyang'anya mpira. Lakini kiuhalisia mimi nayaona yako mazuri kwake. Alassane Kante kama akiweza kufanyia kazi hayo, yani asikae na mpira. Kuna muda mimi nishamuona hakai na mpira. Inakuja anaachia, inakuja anapiga pasi. Lakini kwa staili yake ile na kasi ya ligi kuu ilivyo ni vitu viwili tofauti. Achague tu kwamba mimi kwa udhaifu nilionao natakiwa mpira usikae mguuni. Sina kasi kwa sababu hata nikipoteza kumkamata mtu kwa mbio ni ngumu, mwili wangu ni container. Inabidi mpaka nianze kuchaji nipate moto nimkamate mtu, uongo. Ndo anajikuta anamvuta mtu, anapata kadi ya njano, vitu kama hivyo. Na ndio maana mwenzake Kagoma mjanja. Unajua Kagoma ashajijua. Kagoma kasi anayo. Footwork yake ya kawaida. Ila alichochagua Kagoma mara nyingi hapendi kukaa na mpira. Kagoma ashajijua udhaifu wake ni upi, strength yake ni ipi. Kwa hiyo yeye ashajua ubora na udhaifu wake, anajua mimi wakati gani nataka kufanya nini. Kagoma mara nyingi kinachomkutaga na kinegharimu Simba ni vile tu sio mtu akusikani sana. Yani haangalii sasa hivi nani uko karibu nimpasie, nani uko karibu hapa adui yangu nimuepuke. Lakini Kagoma sio watu wanaopenda kukaa na mpira mguuni kabisa kabisa. Na ndio inavyokuwa namba 6. Ukiosha kwa kiungo mkabaji, mara nyingi hakikisha mipira inaenda kwa watu. So ukae nao tena kama alivyo Damaro Kamara, na nitamfuata baadaye. Lakini Kagoma ashajijua mimi mpira nikupata na uachia. Kagoma muangalieni, akipata mpira na uachia. Kwa sababu anajijua licha kwamba nina kasi, sina footwork nzuri. Ndiyo. Lakini pia eneo langu ninalocheza sensitive. Nikisema nijifanye na mimi nataka kudribble, nitaupoteza mpira, tutafungwa. Kwa hiyo kiuhalisia Alassane Kante naye atakuwa ajue tu kwa hizi mechi zilizobaki, sababu kumgarantii msimu ujao atakuwepo sidhani. Namuona anaondoka yule. Simba sidhani kama wataendelea naye. Lakini namba 6 nyingine inaitwa Damaro Kamara. Yule anapenda kukana mpira. Kasi hana. Footwork yake nzuri. Na ninafikiri Damaro Kamara kinachompa kibri, yani kinachompa yeye hali ya kujiamini, ni kwa sababu anajijua ana footwork nzuri. Lakini sasa kasi hana. La ukiangalia kuna wakati anacheza rafu nyingi, sio kwamba sijui anacheza wapi, anacheza pale pale shimoni kwake chini. Lakini akipata mpira kiungo mkabaji anaenda kuanza kupiga chenga, anataka si kufanyaje. Kuna muda analazimika kucheza rafu, kuna muda yeye akipoteza mpira analazimika kucheza rafu. Kwa hiyo kiuhalisia Damaro Kamara, Kagoma, Alassane Kante, hawa viungo wote watatu wanacheza chini eneo la kiungo ukabaji, lakini wote wametofautiana. Alassane Kante hana kasi, hana footwork nzuri. Alafu Kagoma kasi anayo, footwork nzuri hana. Damaro Kamara footwork nzuri, kasi yake ya kawaida, hana kasi. Lakini katika hawa mmoja wao akishajua wakati gani anatakiwa kukaa na mpira mguuni, wakati gani asikae nao, amewazidi wenzake ujanja. Kagoma mfano wao. Kagoma hapendi kukaa na mpira, ashajijua footwork yana. Eneo analocheza eneo sensitive, basi akipata mpira na uachia. Damaro anajijua footwork yanayo, lakini kasi yake ya kawaida sana, hana kasi. Lakini akipata mpira anda kupunguza naye, apunguze. Alafu anza kwenye eneo sensitive. Sasa ikitokea amenyang'anywa mpira analazimika kucheza rafu. Alassane Kante footwork yana, kasi hana. Namna pekee yeye kusurvive ni awe ana skani, ili awe anajua nini cha kufanya kabla wapinzani hawajamfika mguuni, kama ilivyotokea kwenye mechi dhidi ya Pamba. Sawa, hakikisha umeshiriki Cheza Pesa na umeshinda, ili uwe miongoni mwa watu ambao wanafurahi